Naitwa Cecilia Daniel Pareso, ni mbunge mteule wa viti maalum mkoa wa Arusha. Leo tumeanza kikao cha kwanza cha bunge la 13 na shughuli zetu zimeanza kwa kumpata spika wa bunge ambaye ni Mheshimiwa Musa Azan Zungu. Mheshimiwa Zungu ni mzoefu, mbunge mzoefu na amehudumu katika nafasi mbalimbali ndani ya bunge. Uzoefu wake si wa kutilia shaka hata kidogo. Sisi wabunge tuna imani naye na tuna matumaini makubwa kwamba katika shughuli za utekelezaji wa bunge kwa ajili ya kusimamia na kushauri serikali anaimudu, anaiweza na anafaa na anatosha kutuongoza kama spika wetu kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Kazi kubwa ya bunge ni kuisimamia na kuishauri serikali, lakini kazi nyingine kubwa ya bunge ni kutunga sheria. Matarajio yangu kwamba kwa kipindi cha miaka 5 bunge hili litaenda kusimamia maslahi mapana ya wananchi kwa kuisimamia na kuishauri serikali, kuhakikisha kwamba maslahi ya wananchi yanatekelezwa na yanasimamiwa. Lakini pia kama ambavyo tunafahamu, wakati wa kampeni tumeinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba serikali itakapoleta mipango yake mbalimbali ndani ya bunge itazingatia ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio matarajio makubwa ya wananchi walio wengi ambao tumewafikia wakati wa kampeni zilizopita. Kisha tuna hawa waliogombea yuko juu zaidi kwa sababu kwanza ana uwezo wa kuhimili vishindo. Na unajua ndani ya bunge humo kunakuwa na vishindo wakati fulani. Huo mnaona hata nyinyi waandishi wa habari huo mnaona vishindo vinavyotokea ndani ya bunge. Lakini wakati ule alikuwa tu ni naibu spika, aliweza kuhimili vishindo vya bunge ndani ya bunge. Kwa hiyo ana uwezo mkubwa kuweza kuitumikia hii nafasi ambayo tumemchagua. La kazi bunge ambalo wabunge wamekuja hapa kwa ajili ya kuja kuwasilisha kero na changamoto zao za wananchi wao ambao wamewatuma. Kwa hiyo tutegemee bunge ambalo litakuwa la kazi. Wabunge kila mmoja atakuja hapa anakuja kusimamia utekelezaji wa ilani ya chama chetu ambacho ndicho tumeinadi ile ilani kwa wananchi wetu. Hicho ndio mtegemee, kwamba kila mbunge atakayekuja hapa anakuja kuzungumzia ilani, hata zungumza tofauti na kinyume na ilani ya chama chetu, kwa sababu yale yote yaliyonadiwa kwenye mikutano yetu ile ya hadhara ndio yale ambayo tunakusudia kuja kuyasimamia hapa, kuyapigania ili yaweze kutekelezwa. Na tuna hakika kwamba yataweza kutekelezwa kutokana na rais tuliye naye ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan, jemadari. Katika kipindi tu cha miaka 4 ameweza kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo tuna matumaini kwamba ameongezewa hii miaka 5 atafanya mambo makubwa zaidi kuliko kipindi ambacho amemaliza cha miaka 4. Bunge limepata sehemu ya uongozi wake kwa sababu bado hatuna naibu spika na bado hatuna wenye viti wa bunge na viongozi wengine wa bunge. Ni mapema sana kuanza kusema tuna matarajio ya namna gani. Sisi tunamkopesha imani ndugu Zungu, na mtihani wa kwanza tuliompa ni kupitia swali ambalo mimi nimeuliza, kwa sababu huko nje kuna vilio, watu hawajaridhishwa na uchaguzi uliofanyika, watu wanataka demokrasia, watu wameuawa, watu wamepoteza ndugu zao, watu wana machozi mengi, watu wamepoteza biashara zao, watu wamezulumiwa ushindi wao. Kwa hiyo watu wanalitazama bunge hili kwa jicho la umakini mkubwa sana na kuona kama litakuwa ni bunge la matumaini kwa Watanzania ama litakuwa bunge la kuisifia na kuipongeza serikali. Na ndio maana tukamtupia swali kama bunge hili litakuwa na ajenda ya maboresho ya demokrasia nchini Tanzania na kama mchakato wa katiba mpya utapata nafasi katika bunge hili. Tunashukuru kwamba amejenga msimamo kwamba bunge hili litakuwa bunge la haki za watu na kwamba mchakato wa katiba mpya utapewa nafasi. Kwa jina naitwa Rita Kabati, mbunge wa jimbo la Kilolo. Kwa kweli tuna matarajio makubwa sana kwa sababu mimi nilikuwepo bunge lililopita nikiwa kama mbunge wa mkoa, na mshukuru Mungu nimekuwa mbunge wa jimbo, lakini yako mengi ambayo tulikuwa tunatarajia kuyafanya, hasa mabadiliko kwenye bunge lililopita. Na tunashukuru Mungu kwamba pamoja na kuwa spika ametoka, lakini amekuja spika ambaye alikuwa makamu, ambaye kwenye yale mabadiliko alikuwemo, na mengi yalikuwa ni kuhusiana na wananchi tunawatumikiaje. Utakumbuka kwamba bunge lile tumepitisha miradi mingi sana ya wananchi, na bado ilikuwa mengine haijakamilika, mengine iko katikati kukamilika. Lakini tunashukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan
kutokana na ambavyo miundombinu mingi ya majimbo mengi ilikuwa inaleta shida, na hasa kipindi cha mvua. Kuna pesa ambazo kwamba kila jimbo lipatiwe pesa kwa ajili ya kuboresha barabara na hasa ambazo wakulima ziweze kuwafikia, na tuna imani kabisa bunge hili sasa linaenda kuwa bunge ambalo linakwenda kufanya mabadiliko makubwa.